Juma alikuwa mwanaume mfupi sana, mfupi kuliko watoto wengi wa kijijini. Tena akiwa mnene kupita kiasi. Watu walimcheka kila alipopita. Siku moja sokoni, alikutana na Amina, mwanamke mrefu ajabu, mwembamba kama mwanamitindo. Watu walimtazama kwa mshangao. Walipogongana bahati mbaya, wote wakacheka kwa aibu. Ilikuwa mara ya kwanza mtu kuwatazama bila dharau. Juma alianza kumsaidia Amina kubeba mizigo kila siku. Walianza kuzungumza na kugundua wote waliishi maisha ya kubezwa. Amina alisema kwa sauti ya upole, "Kwa mara ya kwanza najisikia kawaida." Wakiwa wamekaa chini ya mti mkubwa, Juma alimwambia Amina kuwa watu humcheka tangu utoto wake. Amina alimshika mkono. Hapo ndipo mapenzi yao yalipoanza kimya kimya. Wananchi walianza kuwakejeli wazi wazi. "Angalieni, fimbo na pipa!" Mtu mmoja alipiga kelele. Kicheko kilienea kijiji kizima. Amina alilia usiku huo. Wazee wa kijiji waliwaambia waondoke wakidai wanawaletea aibu. Juma alimshika Amina mkono, wakaanza safari bila kujua waendako. Walifika kijiji kingine wakitumaini mwanzo mpya. Mwanzoni watu waliwapokea vizuri, lakini watoto walianza kuwafuata wakicheka. Historia ilijirudia. Hakuna aliyewapa kazi. Walilala kwenye kibanda cha kavu pembeni ya kijiji. Licha ya njaa, walicheka pamoja usiku. "Mradi tuna kila mmoja," Amina alisema. Siku moja, mtoto mdogo alipotea msituni. Watu waliogopa kumtafuta. Juma, licha ya mwili wake, aliingia msituni pamoja na Amina. Walimpata mtoto salama. Wananchi walishangazwa. Kwa mara ya kwanza hawakucheka. Waliona moyo wao ulikuwa mkubwa kuliko muonekano wao. Miaka ilipita. Wapenzi hawa walijenga nyumba ndogo pembezoni mwa kijiji. Watu walikuja kuwashauri wanandoa wengine kuhusu upendo wa kweli. Waligundua kitu kimoja: dunia inaweza kucheka, lakini mapenzi ya kweli hushinda. Polepole wakaanza kuheshimiwa. Baada ya kuheshimiwa kijijini, wanaume wengine walianza kumtazama Amina kwa tamaa kwa sababu ya urefu na uzuri wake wa kipekee. Juma alianza kujihisi hafai kwake. Mwanamke mmoja kijijini alimwambia Juma kwa dharau, "Unadhani mwanamke kama yule atakaa na wewe milele?" Maneno hayo yalimchoma moyo. Usiku huo, Juma alikuwa kimya sana. Amina alihisi kuna kitu kinamsumbua, lakini hakujua nini. Umbali ukaanza kati yao. Mfanyabiashara tajiri alimpa Amina kazi mjini, mshahara mkubwa kuliko walichowahi kuona. Ilibidi achague, kuondoka au kubaki na Juma. Juma aliogopa kusema ukweli. Moyoni alihisi siku moja Amina angepata mwanaume anayefaa zaidi. Alianza kujitenga polepole. Amina alimkataa mfanyabiashara huyo bila kusita. "Utajiri bila upendo hauna maana," alisema. Lakini Juma hakusikia maneno hayo. Hatimaye Juma alipasuka moyo. "Unaweza kupata bora kuliko mimi," alipaza sauti. Amina aliumia kusikia hivyo. Amina aliondoka usiku kwenda kutulia kwa rafiki yake kijijini jirani. Kwa mara ya kwanza, walilala mbali tangu wakutane. Nyumba ilionekana tupu bila Amina. Juma alitambua kuwa tatizo halikuwa watu, bali hofu yake mwenyewe. Alilia kimya kimya. Asubuhi, Juma alimfuata Amina
na kumuomba msamaha mbele ya watu wote. Amina alimkumbatia bila kusema neno. Watu walishuhudia upendo wa kweli. Baada ya kupatana, Juma na Amina waliamua kuanza biashara ndogo ya kuuza matunda sokoni. Walifanya kazi pamoja tangu alfajiri. Wafanya biashara wengine waliwacheka tena. Wateja wanakuja kununua au kushangaa, walitania. Lakini safari hii hawakuvunjika moyo. Polepole wateja walivutiwa na ukarimu wao. Biashara ilianza kukua. Kwa mara ya kwanza walipata faida kubwa. Siku moja, Juma alianguka vibaya akibeba gunia zito. Watu wengine walicheka badala ya kumsaidia. Amina alimkimbilia kwa hofu. Daktari alisema Juma alihitaji kupumzika kwa muda mrefu. Biashara ilisimama. Kipato kikakatika. Amina alianza kufanya kazi peke yake sokoni kuwalisha wote wawili. Alifanya kazi hadi usiku bila kulalamika. Baadhi ya watu walimwambia Amina amwache Juma. Unapoteza maisha yako, walimshawishi. Lakini hakutikisika. Akiwa nyumbani, Juma alihisi amekuwa mzigo. Alitamani angeweza kubadilisha muonekano wake ili Amina awe na maisha rahisi. Amina aliporudi nyumbani, alimkuta akiwa na huzuni. Alimwambia kwa upole, "Wewe si mzigo wangu. Wewe ndio sababu napigana." Juma alilia kwa furaha. Baada ya miezi kadhaa, Juma alipona na kurudi sokoni. Wananchi waliowahi kuwacheka sasa walikuwa wateja wao wakubwa. Waligundua nguvu yao ilikuwa umoja wao. Biashara yao ilipoanza kusimama vizuri, Amina alipendekeza wafungue duka kubwa mjini. Juma aliogopa. Alikumbuka jinsi walivyodhalilishwa kila walipoenda sehemu mpya. Walihamia mjini wakiwa na akiba yao ndogo. Majengo marefu na watu wengi vilikuwa tofauti kabisa na vijiji walivyotoka. Walihisi kama wanaanza maisha tena. Wapangaji wa maduka walikataa kuwapa nafasi, wakidai hawatawavutia wateja kwa muonekano wao. Maneno yale yalirudi tena maishani mwao. Usiku mmoja walikaa barabarani wakichoka na njaa. Juma alisema, "Labda dunia haitaki tushinde." Amina alitikisa kichwa kwa ujasiri. Mama mmoja mzee aliyekuwa akiuza chai aliwaona kila siku. Alivutiwa na upendo wao, akawapa sehemu ndogo pembeni mwa kibanda chake wauze bidhaa. Walianza kuuza bidhaa kwenye kibanda kidogo sana. Wateja walikuja kwanza kwa udadisi, kisha wakarudi kwa sababu ya huduma yao nzuri. Hadithi yao ilianza kusambaa. Watu walivutiwa na wanandoa waliopigana dhidi ya dharau, lakini hawakuachana. Biashara ikaanza kushamiri. Siku moja, mfanyabiashara mkubwa aliyewahi kuwafukuza alikuja kuwaomba washirikiane naye. Juma alitazama Amina. Safari yao ilikuwa imebadilika. Siku moja, mfanyabiashara mkubwa aliyewahi kuwafukuza alikuja kuwaomba washirikiane naye. Juma alitazama Amina. Safari yao ilikuwa imebadilika. Walialikwa kuzungumza mbele ya vijana kuhusu maisha na upendo. Juma alisema, "Tatizo halikuwa muonekano wetu, bali watu kushindwa kuona moyo." Ukumbi ulilipuka kwa makofi. Jioni walikaa juu ya paa la nyumba yao mpya wakitazama jua likizama.
Walikuwa wamechekwa, kufukuzwa na kudharauliwa, lakini hawakuwahi kuachana. Na hapo waligundua, hawakuwahi kushinda dunia, walishinda pamoja.